Kwa Libase Geye ni nyota ambaye ameonekana kuutumia vyema sana mguu wake wa kushoto akitokea upande wa kulia kwa aina goli ambalo amefunga. Mpaka hapo maana yake anathibitisha kwamba ana uwezo mzuri wa kufunga kutokea mbali, lakini pia kwenye kufanya maamuzi. Kutokana na yeye kutokea kulia na mguu wake wa kushoto, sio rahisi sana kumuona akipiga cross mara nyingi. Maana yake atalazimika kuingia ndani akiwa anakokota mpira kwa kupunguza watu na kulitazama zaidi lango la timu pinzani. Tafsiri yake pia Simba inanufaika kuwa na nyota wa namna hiyo ambaye anaweza kwenda kuofa kitu kikubwa kiwanjani wakati timu ikiwa inacheza. Utofauti wa Anicet na Libase Geye ni kwa sababu Libase ametokea kwenye timu ile ya Tengetha ambaye alikuwa anacheza ama mchezaji active na tulimuona hapa hata kwenye michuano ya CHAN, lakini kwa Anicet kidogo. Kwa hiyo maana yake yeye hakuwa na haja ya kusubiri sana. Yeye ana haja ya kuhitaji muda mwingi wa kupata huo muda wa kucheza, lakini muda pengine ambao labda anauhitaji wa kuzoeana na wenzake kiwanjani. Maana yake ndio hivyo sasa akiwa anacheza. Ambaye alipata muda mara ya kwanza dhidi ya Esperance kule Tunisia na jana pia amepata nafasi na amefunga pia na kuthibitisha kwamba anaweza kuongeza kitu kikubwa. Kwa Clatous Chama ni nyota ambaye hahitaji hivyo vyote. Kwa sababu tulimuona akiwa anacheza akiwa na Singida, lakini pia ni mchezaji ambaye yuko active muda mwingi na ana historia nzuri sana kwa kikosi cha Simba. Kitu pekee ambacho anahitaji ni kuzoeana kwa hawa wachezaji, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana kwa Simba, kwa sababu kama hawa wachezaji watatu ambao ni mwataji watakliki moja kwa moja kwenye ule mfumo wa 4-2-3-1, maana yake kuna wachezaji ambao watakosa nafasi ya kucheza ama challenge ama ile kugombea namba itakuwa kubwa sana. Hiyo changamoto kwa wachezaji wa Simba. Mfano, baada ya kile kichonjo na hao wachezaji wawili wa pembeni, inaangaliwa nafasi ya Elie Mpanzu. Kama Jonathan Soa atarejea, lakini kama Jospin Loemba ataonyesha kitu kikubwa kwenye muda ambao atapata nafasi akilazimishwa kusogea pale juu, huenda tukashuhudia Kibu Dennis akakosa pengine nafasi ya kucheza moja kwa moja kwa kile ambacho tumeona mwendelezo wake haukuwa mzuri. Achana na kukosa mkwaju wa penalty, lakini hata katika mechi ambazo amecheza hivi karibuni za Simba hajawa na wakati mzuri. Kwa hiyo ni swala la muda kuona hawa wachezaji ambao tunazungumzia hao watatu ambao wanapata nafasi ya kucheza katika eneo la juu, ambao ni eneo ambalo linapika nafasi kutokea maeneo ya pembeni, lakini pia linapika nafasi kutokea eneo la katikati. Ni dhahiri kwamba wanahitaji huo muda wa kuendelea kuzoeana kiwanjani, ila kiuchezaji kila mchezaji ameonyesha kwamba ana uwezo mkubwa kuongeza kitu kubwa sana kwa Simba ambacho kinakosekana katika michezo iliyopita. Ukirudi hata katika eneo la mlinda lango, jana nilikuwa namtazama kwa karibu sana. Alichokifanya jana ni matukio ambayo niliyaona akiyafanya kwenye CHAN. Maana sio kitu ambacho alifanya kwa kubahatisha. Ni mchezaji ambaye amethibitisha kwamba anaweza kufanya hivyo. Kama watu watapata nafasi ya kwenda kurudia mechi za CHAN, wanaweza kwenda kukiona hicho ambacho nakizungumzia kwamba hakina tofauti kubwa na kile ambacho alikifanya kwenye mchezo wa jana. Lakini pia hata alichokifanya licha kupoteza kwa mchezo dhidi ya Esperance de Tunis kule Tunisia, mchezo ambao ndo mara kwanza alionekana kiwanjani. Kitu kikubwa ambacho nimekiona pia ambacho ni kama vile kimeboreshwa hapo katika eneo la mlinda lango, ile hali ya kuwasiliana na walinzi ambao wako mbele yake, ambao kwenye mechi iliyopita nilimwona kama vile amekuwa yuko tu kule, yani alikuwa mkimya sana, lakini jana alichangamka zaidi kiasi ambacho unaona Simba kwa kile ambacho anaendelea kupata muda wa kucheza na kucheza na pengine labda partners wale katika eneo la juu yake, huenda wakapunguza ama wakaondoa ile pressure ambayo imekuwa ikiwatafuna katika eneo la golikipa kwa majeraha ambayo aliyapata Musa Kamara na yale ambayo pia aliyapata Yakub Suleiman Ali. Vinginevyo unajaribu kuitazama Simba Steve Barker ambayo itakuwa na mtindo mpya ama itakuwa na muonekano mpya kabisa kwa ujumla wake. Kwa sababu kama hawa viungo watatu washambuliaji ambao wote watapata nafasi, maana yake kocha anatakiwa kutuonyesha sasa timu inacheza kumzunguka nani ama inacheza kwa staili gani. Mfano jana ulikuwa unamuona Chama alikuwa anarudia baadhi ya matukio yake pendwa kuyafanya kiwanjani. Mfano namna ambavyo anafinya ama anapopunguza
idadi ya watu kwenye eneo la box la timu pinzani, na ambavyo anavyoshuka kuja kuomba mpira, anavyocheza kwa haraka kutaka kupiga 1-2 pengine na wachezaji wengine, lakini haikuwa inafanikiwa kwa muda wote kwa sababu ya changamoto kubwa ambayo walikuwa wanaipitia, kwamba pengine hawajapata nafasi ya kucheza pamoja kwenye mechi ya ushindani. Kicho kinaonekana ni uwezo binafsi ulikuwa unaonekana mara nyingi zaidi kwenye eneo la ufanyaji wa maamuzi kwa wachezaji wote ambao walipata nafasi ya kucheza, hasa katika hilo eneo la viungo mashambuliaji. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni swala la muda kuthibitisha hilo, kwamba wanaweza kuthibitisha kwamba ni miongoni mwa timu shindani kwenye ligi ya mabingwa, hasa kuanzia mchezo huo wa weekend hii. Lakini pia kwa kocha Steve Barker huenda akapata sasa mchoro wa tofauti, kwamba kumfikiria labda Elie Mpanzu, labda kumfikiria Kibu Dennis, labda kina Chasambi, mpaka kuja kuingiza kwenye kikosi cha kwanza. Hawa ni tatu ambao nimewazungumza kwamba huenda wakaipa taswira mpya Simba kwenye siku ambazo zinafuata.